Kwa jina naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Soma neno, fanya neno. Na kufanya neno ni na neno ni daima mbele. Tanzania kwa Yesu. Tanzania hii kwa Yesu. Haleluya. Basi leo tena tumekutana mahali hapa kama kawaida yetu. Ni siku ya Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka huu 2014. Haleluya. Somo letu linasema mwili wa Kristo ni tajiri sana. Haleluya. Mwili wa Kristo ni tajiri sana. Hasa tutaanza kama utangulizi mpaka tutakapoelewa huu mwili wa Kristo ni nani na kwa nini ni tajiri. Haleluya. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana. Anatawala na kumiliki viumbe vyote vya mbinguni na vya hapa duniani. Haleluya. Tunaposema mtu ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, hivi tuna maana gani? Tuna maana ni mkuu sana kulicho tunachofikiria ni kikuu. Haleluya. Kuna kitu tunadhania kina ukuu sana. Yesu ni mkuu kupita wakuu wote. Ni bosi kuliko mabosi wote. Yeye ana nguvu kuliko wenye nguvu wote. Yeye ni tajiri kuliko matajiri wote. Ana hekima kuliko wenye hekima wote. Ndio maana aliumba mbingu, aliumba nchi, na hivyo vitu bado ni vyake mpaka sasa. Haleluya. Sasa kwenye Ufunuo 19:16 tunatazama hicho kitu kiko hapa kwenye Biblia, kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Hebu tuone Ufunuo 19:16. Imeandikwa hivi: naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Haleluya. Hasa kama huwa unasikia tu kwenye mikutano ya Injili watu wanasema mfalme, Bwana wa mabwana, maana pale hakuna nafasi ya kutoa mistari. Ndio maana hapa tunakupa mistari kukuthibitishia kwamba watumishi waliohubiri hicho walikuwa na hubiri sawa sawa. Haleluya. Tazama huyu mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwa nini? Iko kwenye Mathayo 28:18. Nasoma kwa jina la Yesu. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Huyu ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana kwa sababu anayo mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Sasa hilo ni jambo kubwa, yake yeye ni bosi mbinguni, ni bosi hapa duniani. Anatawala viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani. Anayaweza mambo yote. Hakuna kitu kigumu kwake. Kila kitu kwake ni rahisi. Haleluya. Hasa Yesu Kristo anatawala na kumiliki viumbe visivyoonekana na vinavyoonekana. Na ndiye aliviumba vitu vyote. Viumbe vyote vimeumbwa na Yesu Kristo. Na yeye ni mtawala na ni mmiliki wa viumbe vyote. Ndio maana alisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Tutatazama katika Wafilipi 2:9 mpaka ule wa 11. Ninausoma katika jina la Yesu. Kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Haleluya. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Ili Mungu atukuzwe sana, alimleta Yesu Kristo hapa akavaa umbile la mwanadamu, ili utajiri wake, nguvu zake, mamlaka yake, uwezo wake
uweze kudhihirika kupitia watu wanaoitwa kanisa. Haleluya. Halafu kila goti linapigwa la viumbe vya mbinguni. Maana yake viumbe vyote vya mbinguni vinanyenyekea kwa Yesu Kristo. Viumbe vyote vya duniani vinanyenyekea kwa Yesu Kristo. Viumbe vyote vya chini ya nchi ni kuzimu. Ina maana mashetani yote kwa kabila zao, kwa aina zao, kwa shughuli zao, kwa majina yao, yananyenyekea mbele ya Yesu Kristo. Haleluya. Roho yoyote, nafsi yoyote ya ufukara, ya umaskini, anapokuja Yesu Kristo, roho ya ufukara inatoka, umaskini unatoka, ujinga unatoka, magonjwa yanatoka, kushindwa kunatoka katika jina la Yesu. Haleluya. Hata tunampata wapi huyu Yesu? Ndio kila siku nang'ang'aniza jamani, kwa kujifunza neno hili. Yeye ni neno aliyevalishwa nini? Mwili. Sasa we mwili wako ulikuwa hauna neno. Hasa ninapokufundisha neno linakuingia ndani, maana yake mwili wako unavalishwa neno. Unakuwa mwana wa Mungu, unakuwa Kristo, unakuwa ni mwili wake Kristo. Na mwenye mwili na wewe ni kitu kimoja. Haleluya. Tazama Wakolosai 1 mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Ninasoma katika jina la Yesu. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuweko kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Haleluya. Vitu ni nini? Vitu ni kila kitu. Haleluya. Vitu ni kila kitu. Kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Kuna vya mbinguni na vya duniani. Kuna viti vya enzi. Viti vya enzi ni mahala pa kutawalia wengine. Usultani ni hali ile ya kuwatawala wengine, kuwasimamia wengine, kuwaongoza wengine, kuwakandamiza wengine. Haleluya. Mamlaka zote ziko chini yake. Sasa huyu mwenye mamlaka zote hivi anashindwa kukupa utajiri, na wewe ukiwa ni mwili wake? Sasa unatakiwa utulie tu, uelewe hiki kitu kwamba ni ukweli, na ni ukweli mtupu. Haleluya. Hata tunapojifunza neno ndio Kristo. Haleluya. Neno na Kristo ni kitu kimoja. Unapolipeleka neno la Mungu, manake unampeleka Kristo hapo ulipopeleka neno. Haleluya. Na kupeleka Kristo ni kulipeleka neno. Huwezi kumpeleka Kristo kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa kuhubiri neno la Mungu. Haleluya. Yesu Kristo anamiliki ulimwengu wa roho na ulimwengu huu unaoonekana, na mamlaka zote zimetoka kwake. Anamiliki na kutawala ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana. Huo ulimwengu usioonekana unaitwa ulimwengu wa roho. Ulimwengu unaoonekana unaitwa ulimwengu uliodhihirika, ulimwengu wa mwili. Haleluya. Hasa yeye ni mmiliki na ni mtawala wa kote, kuna kuonekana na kusikoonekana. Kwa hiyo anaweza kukuletea wewe utajiri kupitia njia zisizoonekana katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Au kupitia njia zinazoonekana, maana ni za kwake pia katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Yeye ni mmiliki wa mabenki yote. Yeye ni mmiliki wa benki ya dunia. Yeye ni mmiliki wa matajiri wote. Yeye ni mmiliki wa viwanda vyote. Yeye ni mmiliki wa marais wote. Yeye ni mmiliki. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ni mmiliki wa bajeti za mataifa yote ya dunia nzima katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ndio maana Efeso 1 ile 21 inampa sifa kubwa sana. Nasoma katika jina la Yesu. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Haleluya. Yesu Kristo yuko juu sana kuliko chochote kilicho juu sana. Haleluya.
kuna kitu cha hali ya juu kweli kweli, tena kinatisha. Yesu yuko juu kuliko hicho. Haleluya. Kuna mtu ni tajiri sana mpaka watu wanamuogopa. Yesu yuko juu yake, huyu anayeogopwa. Yeye mwenyewe anamuogopa Yesu Kristo, kwa sababu yeye ana mamlaka maeneo yote yanayoonekana na yasiyoonekana. Haleluya. Ile Warumi 13 mstari wa kwanza tumesema mamlaka zote zimetoka kwake. Kila mtu naitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Mamlaka ni watawala, ni serikali, ni viongozi, ndio mamlaka. Ni wazazi, wana mamlaka na watoto wao. Hasa yeye ni bosi kuliko mamlaka zote, na hizo mamlaka yeye ndio ameziweka. Wazazi wako amewaweka Yesu, serikali yako ameiweka Yesu, wanaoajiri watu amewaweka Yesu, na yeye ana uwezo wa kuwaweka na kuwafukuza akitaka. Haleluya. Au kuwabadilisha wengine akitaka. Sasa lazima tumjue kwa namna hiyo, tumuelewe kwa jinsi hiyo. Sio kumuelewa Yesu kwenye uponyaji na kutoa pepo tu. Hiyo ni injili ya hali ya chini. Sasa hii ni injili ya hali ya juu, kwamba anaweza kukuletea maisha. Unang'ang'ana na nini unadhania kitakuletea maisha? Unang'ang'ana na shule? Sio mbaya. Shule ng'ang'ana nayo, kwa sababu ukimpata Yesu na una shule utatisha katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Lakini uking'ang'ana na Yesu hata bila shule utatisha sana katika jina la Yesu. Amen. Maana Mtume Petro hakusoma, alikuwa hajui kusoma wala kuandika, lakini anajulikana mbinguni kupita waliosoma. Haleluya. Na ndio maana kuna nyaraka mbili hapa za Petro. Kuna waraka wa kwanza wa Petro na kuna waraka wa pili wa Petro, na nyaraka hizi ni nzito kweli kweli. Haleluya. Hasa tumtafuteni Mungu. Kile ambacho tumeshindwa kwake yeye ni rahisi, kitakuja kwa njia rahisi inayoonekana au isiyoonekana. Haleluya. Ebrania hii 1 mstari wa kwanza mpaka wa 4 nataka nisome katika jina la Yesu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Yesu ni mrithi wa yote, ya mbinguni na ya duniani na ya kuzimu. Haleluya. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mungu aliumba ulimwengu kupitia Yesu Kristo, kupitia neno lake. Haleluya. Hili neno ninalokufundisha wewe, ninalolihubiri hapa, ndilo lililoumba ulimwengu na viumbe vyote. Kwa hiyo ukiwa nalo neno ndani yako, wewe unakuwa muumbaji, kwa sababu neno lile liliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo muumbaji anakuwa ndani yako. Kwa hiyo unaweza kuumba chochote katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kupita lao. Jina la Yesu ni tukufu kupita majina yote ya malaika. Jina la Yesu ni bora kupita majina ya malaika wote. Jina la Yesu ni bora kupita majina ya mashetani wote. Jina la Yesu ni bora kupita majina ya binadamu wote. Jina la Yesu ni bora kuliko majina ya wanyama wote. Jina la Yesu ni bora kuliko jina lolote. Jina la Yesu ni bora kuliko majina yote yakiunganishwa pamoja. Haleluya. Ndiyo maana jina hili liliumba ulimwengu. Kwa neno la Mungu, katika jina la Yesu, ulimwengu uliumbwa. Sasa kilichoumba vingine si ni bora kuliko hivyo vingine? Haleluya. Hebu mwambie mwenzio, mweleze hivi, neno la Mungu katika jina la Yesu liliumba viumbe vyote. Kwa hiyo jina la Yesu ni bora kuliko viumbe vyake. Hivyo viumbe visinge kuwepo bila Yesu Kristo. Haleluya. Tunasonga mbele.
pamoja na yote hayo, wapo wasioamini kwamba Yesu alikuja katika mwili. Hiyo lazima tuseme. Ndio maana tumesema haya mambo ni mafumbo, haya mambo ni siri, haya mambo hayaeleweki. Wapo hata sasa ambao hawaamini kabisa kwamba Yesu ni Mungu, hawaamini kwamba Yesu alikuja katika mwili. Sasa hao ndio unapotazama injili ya mtu umpeleleze, anaamini kwamba Yesu alikuja katika mwili, anaamini kwamba Yesu anamiliki yote ya mwilini. Ukiona haamini hicho kitu, ni nabii wa uongo, ni mtumishi wa uongo, ni mchungaji wa uongo. Mchungaji lazima uamini kwamba Yesu alikuja katika mwili, na vitu vyote vya mwilini ni vya kwake hata sasa, katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa ukiamini hivyo ndio utapata vitu vya mwilini. Ukiamini kwamba Yesu ni roho tu, utaishia kuwa wa rohoni, lakini masikini. Vitu vya mwili vinavyoonekana vya mwilini hutakuwa navyo. Sasa unajeruhi injili. Injili ni utajiri katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ninasoma waraka wa kwanza wa Yohana 4 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Imeandikwa hivi: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Roho yoyote inayokiri kwamba Yesu amekuja katika mwili inatokana na nani? Na Mungu. Haleluya. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Haleluya. Ni rahisi sana kujua roho ya kweli ya Mungu na roho ya mpinga Kristo. Nabii wa uongo kumgundua ni rahisi sana. Ni yeye asiyeamini kwamba Yesu anaweza kukutajirisha katika mwili. Haleluya. Hawezi kuwa anakufundisha vitu vya rohoni tu na kukueleza habari za mbinguni na utakwenda mbinguni, halafu anaacha kukueleza kwamba Yesu anaanza na wewe hapa hapa. Anaweza kukupa mali, anaweza kukupa nyumba, anaweza kukupa gari, anaweza kukupa fedha, maana gari ni za kwake, mali ni za kwake, fedha ni za kwake, viwanda ni vya kwake, kila kitu ni cha kwake. Huyo ndio nabii wa kweli. Huyo ndio ametokana na Mungu katika jina la Yesu. Mungu sio rohoni tu, Mungu na mwilini pia. Haleluya. Mungu sio rohoni tu, Mungu na mwilini pia. Hasa kumbuka tulisema hivi, Yesu na neno ni kitu kimoja. Haleluya. Yesu na neno ni kitu kimoja. Yohana 1:14. Ni hesabu hii. Nasoma kwa jina la Yesu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neno la Mungu mwanzo lilikuwepo. Hapo mwanzo palikuwapo neno, na neno alikuwako kwa Mungu. Alikuwa hana mwili. Hapo mwanzo neno alikuwa hana mwili. Baadaye huyu neno alikuja kuingia kwa Bikira Maria kuja kuchukua mwili wa binadamu. Ndipo alipozaliwa, akazaliwa Yesu Kristo, akawa mwana wa Mungu, amejaa neema na kweli. Kabla ya hapo alikuwa hana mwili. Lakini Yesu ni neno. Hasa mwili wa Yesu ni nyumba ya neno. Mwili wa Yesu ni nyumba ya neno la Mungu. Hasa neno hili unapolichukua lile lile ukaliingiza kwenye mwili wako, na wewe unakuwa nyumba ya neno la Mungu. Yesu ni nyumba ya neno la Mungu, na wewe unakuwa nyumba ya neno la Mungu. Neno hili ndio liliumba ulimwengu wote na vitu vyote. Haleluya. Kwa hiyo unabadilika, unakuwa muumbaji wa maisha yako, muumbaji wa maisha ya watu wengine, muumbaji wa matukio katika jina la Yesu. Haleluya. Ukiwa na neno ndani unaweza kuumba kitu chochote kikaumbika. Vitu vyote viliumbwa kutokana na vitu visivyo dhahiri. Mungu hakutumia malighafi kwenye kuumba ulimwengu. Mungu hakutumia malighafi kwenye kuumba mbingu. Mungu alitamka na ikawa. Alisema ikatokea. Na wewe ukiwa na neno lililoumba vyote ndani yako, unaweza kuyaumba maisha yako yakawa bora kuliko huo mpango wako wa sasa wa kujitajirisha. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ni mwakilishi wa wanadamu mbinguni.
na ni Mungu hapa hapa duniani. Nilisema Yesu ni Mungu mtu. Haleluya. Yesu ni Mungu mtu. Yeye mwenyewe ni Mungu, yeye mwenyewe ni mtu. Kwa hiyo Yesu ni chotara. Yesu ni chotara. Chotara ni mbegu mbili zikichanganyika. Mbegu nyingine na mbegu nyingine zikichanganyika panatokea nini? Chotara. Mwarabu na Mwafrika wakizaa mtoto yule anaitwa chotara. Mzungu na mtu mweusi wakizaa mtoto anaitwa chotara. Kwa hiyo Mungu na mtu walichanganyika, akatokea Yesu chotara. Yeye mwenyewe ni Mungu, yeye mwenyewe ni mtu. Haleluya. Hasa na wewe tukikuingizia neno unabadilika, unakuwa chotara. Wewe mwenyewe unakuwa Mungu, wewe mwenyewe unakuwa mtu hapa duniani katika jina la Yesu. Hasa uchotara wako ina maana utakuwa na sifa za mtu na utakuwa na sifa za nani? Za Mungu. Lakini sifa za Mungu ni kubwa sana kuliko za mtu. Kwa hiyo wewe unachukua zile sifa za Mungu zinakuwa za kwako. Wewe mwenyewe unakuwa nuru, wewe mwenyewe unakuwa uzima, wewe mwenyewe unakuwa tajiri, wewe mwenyewe unakuwa na mamlaka, wewe mwenyewe unakuwa huru, wewe mwenyewe unakuwa na uweza yote. Haleluya. Kwa hiyo neno kuongeza mwili wako litakufanya utakuwa chotara. Utakuwa wewe, Yesu ni Mungu mtu, wewe utakuwa mtu Mungu. Na hesabu ni hiyo hiyo. Haleluya. Na ukiwa mtu Mungu na yeye ni Mungu mtu, mnakubaliana, maana properties zenu ni zile zile. Haleluya. Wewe mwenyewe utakuwa umejaa neema na kweli. Wewe mwenyewe utakuwa uzima tele. Wewe mwenyewe utakuwa tajiri. Wewe mwenyewe utakuwa hekima. Wewe mwenyewe utakuwa maarifa. Wewe mwenyewe utakuwa moto ulao, maana Mungu wetu ni moto ulao. Haleluya. Haleluya. Sasa tutazama waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 20. Ninausoma katika jina la Yesu. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Haleluya. Tukielewa kwamba mwana wa Mungu amekuja katika mwili na ametupa akili tumjue kwamba yeye ni msimamizi au ni mwakilishi wa Mungu na ni msimamizi wa viumbe vyote, tutafikia kujua kwamba yeye ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa kupitia neno lake ambalo amelituma lituponye na kutuondoa sisi tusiangamie, kutuondoa kwenye maangamizo tusiangamie, hilo neno linatubadilisha. Haleluya. Tunakuwa watoto wa Mungu kama Yesu Kristo, tunakuwa uzima kama Yesu Kristo, tunakuwa na mamlaka kama Yesu Kristo. Viumbe vyote tunavitisha katika jina la Yesu, vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi. Vya mbinguni ni malaika, unaweza ukawaita kwamba ni malaika, njooni mnihudumie, na wanakuja katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo unakuwa sio mtu wa kawaida. Ndio maana kwa Kiingereza sasa wanasema unakuwa supernatural. Supernatural, unakuwa sio mtu wa kawaida. Unakuwa mtu wa kushangaza, unakuwa mtu wa kushtua, unakuwa mtu wa kutisha. Ni supernatural. Haleluya. Natural ni mtu wa mwilini, ni mtu wa asili, ni mtu anayeonekana, ni mtu wa kawaida. Natural ni mtu wa kawaida. Supernatural ni zaidi ya huyo mtu. Hana ukawaida. Anaweza kufanya kitu cha kushangaza watu wote hapa hapa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni mtu wa kushangaza. Wewe ni chotara, wewe ni mtu Mungu, wewe ni Mungu mtu. Haleluya. Haleluya. Sasa kanisa ndio mwili wake Kristo, na vyote vya Yesu ni vya kanisa. Hasa kanisa ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo, akatubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha, akaamua kujiunga na Mungu ili wawe wanaishi na Mungu hapa duniani. Ndio kanisa. Haleluya. Hasa kanisa ni wewe na mimi. Ni wewe unayelithamini neno la Mungu, na baadaye Mungu anakuona wewe ni mwili wake, wewe ni mwakilishi wake, wewe ni mtoto wake, wewe ni mtendaji wake,
wewe ni mfanyakazi wake, wewe ni wa mbinguni hata kama uko duniani. Ndio Mungu anavyokuona. Haleluya. Kwa hiyo kanisa ndio mwili wake Kristo, na vyote vya Yesu ni vya kanisa. Sasa Yesu ana vingapi? Vyote ni vya Yesu. Sasa kama wewe ndio mwili wa Yesu, hivyo vya Yesu ni vya kwako. Hebu mwambie mwenzio, kama wewe ni mwili wa Yesu, vitu vyote vya Yesu, vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, ni vya kwako, ni vya kwako, ni vya kwako, katika jina la Yesu. Tutazame ushahidi wa Korinto wa kwanza 3:21. Nasoma kwa jina la Yesu. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Mtu yoyote asijisifie ubinadamu, asijisifie ujuzi wake, asijisifie elimu yake, asijisifie uzoefu, asijisifie mambo ya dunia hii, ajisifie mambo ya mbinguni, na mbingu inamiliki yote. Hasa unapokuwa wewe ni chotara, maana yake wewe mwenyewe ni mtu, wewe mwenyewe ni Mungu, una neno la Mungu lililoumba dunia nzima, vyote ni vya kwako katika jina la Yesu. Hii ni siri ndugu zanguni. Hata kitu cha mtu mwingine, na huyo mtu mwingine kwa kuwa ni kiumbe, ni wa kwako. Haleluya. Yeye anamiliki vitu vyote vya mwilini na vya rohoni. Sasa huyo mtu naye ni kitu, ni kiumbe naye. Kwa hiyo viumbe vyote vya Yesu Kristo vinakuwa viumbe vyako unapokuwa na neno na umelithamini na umelielewa na umeliamini na umeshikamana na neno. Haleluya. Kama mwenye mwili na mwili ni kitu kimoja, basi mimi na wewe ni Kristo hapa duniani. Tumesema mwili wa Kristo ni sisi kwa sababu tuna neno. Hasa kama wewe ni mwili wa Kristo, wewe ndio Kristo. Mwenye mwili na mwili ni kitu kimoja. Hivyo mwili wako ni wa nani? Si wa kwako. Hasa mwili wa Kristo ni wewe. Hasa vitu vya Kristo ni vya mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ni wewe, na Kristo vitu vyote ni vya kwake. Fedha zote ni za kwake, ardhi yote ni ya kwake, utajiri wote wa duniani na wa mbinguni ni wa kwake Kristo, lakini ni kwa ajili ya mwili wake ambao ni wewe. Kwa hiyo utajiri wote wa dunia ni wa kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa sifa zingine za Kristo ni hizi hapa. Wewe kama ni mwili wa Kristo, basi unafanana na Kristo. Haleluya. Hebu sema maneno haya. Mimi ni mwili wa Kristo, ninafanana naye, niko vile vile kama alivyo yeye kwa jina la Yesu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Nasoma kwa jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17 inasema, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Haleluya. Kama Yesu Kristo ni neno la Mungu, ni mwana wa Mungu, ni Mungu, ni uzima, ni utajiri, ni uweza, ni nguvu, ni moto ulao, ni mamlaka kupita mamlaka zote, na wewe ndio mwili wake, basi sifa hizo unazo wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa pili. Nasoma kwa jina la Yesu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Hebu jisemee wewe mwenyewe, ni pendo la namna gani alilonipa Baba, kwamba mimi mtu wa kawaida niitwe mwana wa Mungu, na ndivyo nilivyo. Ninafanana na mwana wake Yesu Kristo. Vya Yesu ni vya kwangu, kwa kuwa mimi na Yesu ni kitu kimoja, mimi ni mwili wake. Haleluya. Hasa mstari unasema tutafanana naye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Haleluya.
kwa maana tutamuona kama alivyo. Tutafanana naye. Tunafanana naye kwa sababu yeye ni neno na we ni neno. Yeye ni kweli na we ni kweli. Yeye ni mwana wa Mungu na we ni mwana wa Mungu, na ndivyo ulivyo, na hakuna wa kupinga hata kama hajui. Yeye ni tajiri na we ni tajiri. We uko juu sana kuliko falme zote kama alivyo yeye, kwa sababu we ni mwili wake. We unatawala nguvu zote za giza, unatawala mashetani yote, unatawala mazingira yote, unatawala magonjwa unayatawala katika jina la Yesu. Yako chini yako. Amen. Haleluya. Sasa alivyo Kristo ndivyo ulivyo wewe, mnafanana. Haleluya. Ndio maana tunazifanya kazi zile. Tunafanya kazi zile zile kwa sababu Yesu Kristo na wewe ni kitu kimoja. Wewe ndio mwili wake. Wewe ndio unayefanya kazi za Yesu. Haleluya. Tazama Yohana 14:12, nitakusomea hapa. Imeandikwa hivi: Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi na yeye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Haleluya. Yesu alikuwa anagawa urithi. Anasema hivi: wewe amini ya kwamba kazi nilizokuwa nafanya mimi na wewe utazifanya, tena utafanya na kubwa kuliko hizi, kwa sababu mimi nakupisha, naondoka na kwenda kwa Baba, lakini nakuachia wewe mdogo wangu uendeleze uungu wangu hapa duniani katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ndio maana wewe ni mdogo wake Mungu. Wewe ni mdogo wake mwana wa Mungu. Haleluya. Hivi mdogo wake mwana wa Mungu sio Mungu? Haleluya. Sasa kupitia neno hili unapoliamini, unabadili mawazo yako, unabadili fikra zako, unajitambua ulivyo. Utajikuta vitu vingine vya duniani ulivyokuwa unavithamini unavipiga nje, maana unaona la, kumbe hili ilikuwa ndogo, sio kweli. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Haleluya. Tazama, ulimwengu wote huu ni wa Yesu Kristo, na sisi tumeambiwa tunamiliki. Unaumiliki kwa sababu wewe na Yesu ni kitu kimoja. Tazama Ufunuo 5:9 mpaka 10. Nasoma katika jina la Yesu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya. Wewe ndio kuhani, wewe ni mfalme, unamiliki juu ya nchi. Nchi yote ni ya kwako. Ili uweze kumiliki juu ya nchi, utawale juu ya nchi, uwe bosi juu ya nchi. Haleluya. Kanisa lijulikana kwa utajiri wake. Mwili wa Kristo lazima ujulikane kwa utajiri wake. Sasa ukiwa maskini sana ndio wanasema usio mwili wa Kristo. Na kwa nini haitokei? Kwa sababu ya kuzoelea. Watu tumezoelea kule kwa shetani, hata tunataka kuyaleta mpaka ya kule, tunataka kuyaleta huko. Wewe ni raia wa mbinguni, na mambo ya mbinguni yote yanakuhusu, na nguvu za mbinguni, uwezo wa mbinguni, utajiri wa mbinguni unakuhusu wewe katika jina la Yesu. Uonekane hapa duniani katika nchi. Haleluya. Tunao utukufu wa Mungu ule. Nimeona niweke hilo. Mungu ni mtukufu. Utukufu, nilisema hivi, ni mamlaka na uwezo wa hali ya juu sana anaokuwa nao mtu pamoja na Mungu mwenyewe. Ni mamlaka na uwezo wa hali ya juu sana anaokuwa nao mtu, lakini pamoja na Mungu mwenyewe akiwepo hapo hapo. Ndio maana unakuwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Tazama Yohana 17:22, alafu nitasoma na ile 5. Nasoma kwa jina la Yesu. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Naona ule utukufu aliokuwa nao Yesu Kristo amekupa wewe, ili wewe na yeye muwe kitu kimoja kama yeye na Baba yake walivyo kitu kimoja. Unaelewa hicho? Kwa hiyo uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu, utukufu wa Mungu
hekima ya Mungu, maarifa ya Mungu, kutisha kwa Mungu unaambatana nako wewe pamoja na Mungu, maana wewe na Mungu mnakuwa kitu kimoja kupitia neno lake. Haleluya. Watakueleza nini? Hebu mwambie mwenzio, watanieleza nini? Watanieleza nini? Haleluya. Na mstari wa 5 unasema hivi: na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Yesu alishatukuzwa kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa haya mambo ni siri, ni mafumbo, ninakufundisha ili ujitambue. Kwa kuto kujitambua unaweza ukakosa haki zako. Hebu mwambie mwenzio, msikilize vizuri mwalimu. Kwa kuto kujitambua utakosa haki zako. Ukifikiria we ni ng'ombe, utapata haki za ng'ombe. Ukizani we ni kuku, utapata vitu vya kuku na utalala kwenye nyumba ya kuku. Usipojielewa ukajiona we ni wa hali ya chini, utapata mambo ya hali ya chini. Achana nayo, shikana na mambo ya hali ya juu. Haleluya, haleluya. Hebu nifungulie Galatia 6 mstari wa 17. Huwa naupenda sana mstari. Asikusumbue mtu, asikusumbue shetani, usikusumbue umaskini, usikusumbue ugonjwa, usikusumbue bakteria, usikusumbue virusi. Ni vya hali ya chini, wewe ni bosi kuliko hivyo. Haleluya. Hebu tazama Galatia 6 mstari wa 7. Tumesema habari ya neno hapa. Hebu sema hivi, tuseme kwa pamoja. Sema hivi: tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Utanieleza nini? Haleluya. Tangu sasa, baada ya kuelewa hii, mtu asinitabishe, maana nachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Ina maana chapa za Yesu ziko ndani yangu. Kwa hiyo mimi na Yesu ni kitu kimoja. Alicho nacho Yesu ninacho mimi, tunafanana naye katika jina la Yesu. Haleluya. Nani alikuwa anakutabisha? Ni watu wasiojua kitu wasikutabishe. Nani? Shetani alikuwa anakutabisha. Ni small boy. Tumesema Yesu Kristo yuko juu. Haleluya. Ni nini? Ni mikosi, ni balani, visirani. Ni small boy kwa jina la Yesu. Ni bakteria, ni virusi, ni ukimwi. Ni small boy kwa jina la Yesu. Haleluya. Chapa za Yesu zinashinda vitu vyote vya mbinguni na vya duniani kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa sisi ni viungo vyake kabisa. Mwili wako si una viungo? Hivi mkono wako sio wa kwako? Mguu wako sio wa kwako? Tumbo lako sio la kwako? Sasa wewe ni viungo vya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa inapoonekana Yesu anafanya mambo yake, ni wewe unafanya mambo yako. Haleluya. Ninapofanya mambo yangu, ni Yesu anafanya mambo yangu. Yanashinda na yatashinda katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa hii Efeso 5:30 ndivyo inavyosema. Nasoma kwa jina la Yesu. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Mwenye mwili na mwili ni kitu kimoja. Yesu Kristo anadhihirika katika mwili wangu, Yesu Kristo anadhihirika katika mwili wako, na Yesu Kristo ni tajiri. Utajiri wa Yesu upitie kwako ili Yesu aonekane kweli ni tajiri katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Vinginevyo tutamwaibisha Mungu. Ndio maana nilisema jamani, somo hili naona kama likubwa, lakini sasa tufanye nini? Ni haki yetu tulijue ili tuweze kuwa katika hali hiyo ambayo Mungu anatuwazia. Haleluya. Haleluya. Sisi ni mwili wake. Kama sisi ni viungo vyake, sisi ni mwili wake. Haleluya. Mgongo wa Yesu ni mgongo wake, mkono wa Yesu ni mkono wake, miguu ya Yesu ni miguu yake. Haleluya. Kwa hiyo kiungo cha mtu ni mtu. Kama unataka kumshika tembo, ukishika mguu wa tembo umemshika tembo. Ukishika mguu wa ng'ombe umemshika ng'ombe. Ukishika mguu wa mtu umeshika mtu. Ukishika mguu wa Yesu umemshika Yesu.
Kwa hiyo mtu akikushika wewe amemshika Yesu. Akikushika wewe amemshika Yesu. Akikushika yeye amemshika Yesu. Haleluya. Akikutana na wewe amekutana na nani? Na Yesu. Sasa ni lazima ujue. Hebu tutazame mahali pengine kwenye Mathayo 10:40 ili uweze kuelewa vizuri. Mathayo 10:40. Sikuandika pale kwenye notes. Mathayo 10:40. Mtu yoyote anayecheza na wewe anacheza na Yesu. Haleluya. Sasa wewe unatisha, wewe ni moto ulao, utamunguza bure. Haleluya. Nasoma katika jina la Yesu Mathayo 10:40. Inasema hivi, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Amen. Mtu asinitabishe. Mtu akikutana na mimi amekutana na Mungu. Akikutana na mimi amekutana na Yesu. Akikutana na mimi amekutana na neno la kweli. Amekutana na njia ya kweli. Amekutana na tajiri wa kweli. Haleluya. Haleluya. Sasa kama sisi ni mwili wake, ndivyo Biblia inavyosema na hakuna wa kupinga. Na haya ni mambo ya hali ya juu sana, sio mambo ya hali ya chini kama ya hapa duniani. Hiki ni chuo kikuu cha mbinguni, kiko hapa duniani. Haleluya. Kinafundisha mambo makubwa ya mbinguni ili upate maisha makubwa ya mbinguni. Haleluya. Kolosai 1:17 mpaka ule wa 20 ili ujijue kwamba wewe ndio mwili wa Kristo. Nani wanamtafuta Kristo? Wakikutana na wewe wamekutana na Kristo. Haleluya. Kolosai 1:17 mpaka 20 nasoma sasa kwa jina la Yesu. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo na ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Haleluya. Ndio maana Mungu akaleta fumbo hili. Yesu ni chotara, Yesu ni Mungu na Yesu ni mtu. Haleluya. Ukitafuta watu mbinguni, yupo Yesu. Ukitafuta Mungu duniani, yupo Yesu. Kwa hiyo vitu vya mbinguni na vya duniani vinapatanishwa na Yesu Kristo, maana yeye kote ni kwake. Kuna kuonekana na kusikoonekana, juu na chini. Haleluya. Kwa hiyo ikiwa ni vitu vya mbinguni, ikiwa ni vitu vya duniani, vyote vimejumuishwa pamoja na Yesu Kristo. Yesu ni wa mbinguni na Yesu ni wa duniani. Yeye ni Mungu, yeye ni mtu. Yeye ni chotara, yeye ni Mungu mtu. Hasa huyo Yesu mwili wake ni wewe na mimi. Kwa hiyo vitu vyake vya Yesu ni vitu vyako wewe na ni vitu vyangu mimi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tazama hapa kwenye Efeso 1:22 mpaka 23 ndio panaweka wazi kabisa mambo. Nasoma kwa jina la Yesu. Efeso 1:22 na 23. Hebu hapa tusome kwa pamoja ndio utaelewa. Sema hivi: akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ni mimi. Sema kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili yangu. Mimi hapa ndio kanisa. Haleluya. Ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake amekamilika kwa vyote katika vyote. Haleluya. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Sasa Yesu yuko juu. Yesu ndio kichwa cha mwili. Mwili wote ni wa kwake. Sasa huo mwili ni wewe. Miguu ya Yesu ni wewe. Kwa hiyo hapo anapokanyaga Yesu, wewe ndio unakanyaga kwa jina la Yesu. Haleluya. Neno hili litakufanya uanze kumiliki ardhi, uanze kumiliki fedha, uanze kumiliki watu, uanze kumiliki kijiji, umiliki mtaa, umiliki kampuni, umiliki yote yanayomilikiwa na binadamu. Wewe ni Mungu wao. Haleluya. Haleluya. Sasa ni mambo makubwa ya hali ya juu na ni siri. Haleluya. Hizi ni siri.
Hasa kwa vile Yesu ndiye mmiliki wa viumbe vyote, basi mwili wake unajulikana kwa utajiri wake. Lakini hii ni siri kubwa. Yesu ni mmiliki wa viumbe vyote, wa vitu vyote, wa ardhi yote, wa fedha zote, wa vyakula vyote, wa dhahabu zote, wa tanzanite zote, wa migodi yote. Hasa mwili wake Yesu ni wewe. Hasa mwili wa Yesu kwa sababu ni tajiri utajulikana tukikutazama wewe. Nikikutazama wewe ndio nitajua wewe ndio Yesu. Lakini ushahidi utakuwa ni utajiri ulionao. Ukiwa mnyonge kabisa, huna kitu, vumbi tupu, watu wanaweka alama ya kuuliza. Lakini chenye mwanzo kina mwisho. Usijali ulivyokuwa, usijali ulivyo hivi sasa. Shetani akikutishia historia yako ya zamani, maana ilikuwa mbaya, wewe mtishie mambo yako ya baadaye katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haya ndiyo mambo ya baadaye. Haya ndiyo mambo ya baadaye. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mambo yangu yasiyoonekana ni makubwa sana kuliko nilivyokuwa kule ninakoonekana katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa nimesema haya mambo ni siri. Ni kweli ni siri. Vizazi vilivyopita havikujua hiki kitu. Injili ya zamani ya wazee wa zamani hawakujua. Walikuwa nadhania ukiwa umeokoka unakuwa mnyonge mnyonge, unakuwa maskini maskini. Ukianza kuwa tajiri unasema huyu jamaa hajasimama. Sijasimama kwa sababu mimi maskini. Sasa aliyesimama ni tajiri. Ukiwa tajiri ndio umesimama kwenye Injili. Maana Ukristo ni utajiri. Ukristo ni utajiri. Ukristo ni utajiri. Na ukisimama unakuwa tajiri kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu tuone Efeso 3 mstari wa 3 mpaka wa 7. Nasoma kwanza. Ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Jamani, mmeanza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo? Amen. Ufahamu wangu mimi kwamba ukisimama unakuwa tajiri. Haleluya. Na Ukristo ni utajiri. Amen. Ukristo ni vitu. Ukristo ni mali. Ukristo unatisha. Haleluya. Ukristo ni kutawala vitu ambavyo vinatisha, wewe ndio unavitawala. Vinavyotisha unavitisha katika jina la Yesu. Amen. Mashetani si yanatisha, lakini unawatisha kwa jina la Yesu, yanakuwa maoga, yanatetemeka na kukimbia katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sasa tuendelee mstari wa 5. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Watu wa zamani walifichwa hiki kitu. Ndio maana hata mimi nilikuwa nasema nifundishe, maana hichi kitu hawa watu walikuwa wamefichwa, wazazi wao wamefichwa na walimwengu wamefichwa. Lakini wacha nifundishe tu watu wakijue, wajielewe haki zao, wasikate tamaa sana, waelewe kule kusikoonekana ni kwema sana kuliko huku kunakoonekana. Haleluya. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi na urithi mmoja. Haleluya. Na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Haleluya. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Haleluya. Ni kweli haya mambo ni siri. Labda wewe ndio unasikia leo, au ulikuwa unasikia juu juu bila ushahidi wa mistari ya Biblia. Mimi nakupa na ushahidi. Kwa hiyo unapohubiri Injili, maana yake unahubiri utajiri. Haleluya. Unapohubiri Injili unahubiri nini? Namna ya kutajirika. Unatoa formula ya kutajirika. Unatoa formula ya kumiliki ardhi kubwa kubwa. Unatoa formula ya kumiliki biashara kubwa kubwa. Unatoa formula ya kuishi kwa raha na kwa amani na kwa ushindi na kwa mafanikio bila kuonewa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Umaskini sio Injili. Umaskini ni kitu kibaya sana, unaweza ukashindwa hata kuhubiri Injili. Haleluya. Sasa hebu tazama, sasa hivi speaker kama hii hapa ni 900,000.
Spika hii ndogo tu ni 900,000. Sasa huna hela, utahubiri injili? Sasa tuache hayo mambo makubwa. Mambo madogo tu kwenye nyumba ya kupanga, na mwenye nyumba yuko hapa hapo. Ukianza kuomba kwa sauti kali, unaanza kunena kwa lugha, anaweza kusema sitaki kelele kwenye nyumba yangu. Tena ikiwa bahati mbaya hujalipa kodi, anaweza kusema yani wewe hujalipa kodi alafu unapiga kelele namna hii, ndakutoa mimi. Utakuwa na ujasiri kweli asubuhi unapotoka, maana kwa msema Ivan napa chumba cha 5 na mtaka anionane naye asubuhi. Anasema nimesikia kelele nyingi usiku na kodi yenyewe hujalipa, alafu unatupigia kelele. Hivi nikikuondoa na makosa utasema nini? Sasa hizi habari ndogo ndogo hatutaki sisi. Tunataka mambo makubwa. Haleluya. Uwe na nyumba ya kwako uweze kuomba kwa kupiga kelele. Piga kelele mbele za Bwana kadiri unavyotaka mwenyewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa injili ya kweli ni utajiri wa kweli, tena utajiri wa kudumu. Haleluya. Efeso 3 mstari wa 8 na wa 9 ndio unasema hicho kitu, sio maneno yangu mimi Amiki jamani. Nasoma kwa jina la Yesu. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Ninayo neema ya kuwahubiri watu wa mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Wewe unadhani maana yake nini? Hivi kila kitu kina kipimo chake. Kuna urefu, una vipimo. Kilomita, yadi, futi, sentimita, ni vipimo. Na fedha ina vipimo vyake. Kuna noti ya shilingi 1,000, ya shilingi 2,000, ya shilingi 5,000 na 10,000. Kuna dola 1, dola 2, dola 5, kuna dola 10 na dola 20, kuna dola 50 na kuna dola 100. Ni vipimo vya fedha. Sasa utajiri wake Kristo hauna kipimo. Ni fedha zote za mataifa yote za dunia nzima katika jina la Yesu. Ni ngapi? Fedha za mabenki yote za aina zote, madini ya aina yote, migodi yote, barabara zote, viwanda vyote, mataifa yote ni mali ya nani? Ya Yesu Kristo. Ni utajiri wake usiopimika. Utaweza kuhesabu pesa za Yesu? Hebu mwambie mwenzio, hutaweza kuhesabu fedha za Yesu. Hutaweza kuhesabu ardhi ya Yesu. Hutaweza kuhesabu utajiri wa Yesu. Haupimiki. Haleluya. Na Yesu mwenyewe ndio wewe. Mwambie, mkazie macho, mwambie wewe ni mwili wa Yesu. Wewe ni mwili wa Yesu. Wewe ni mwili wa Yesu. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 9 na usoma katika jina la Yesu. Efeso 3:9 inasema hivi: na kuangazia watu wote wajue habari ya madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Hii ni siri. Ndio maana unapofundisha siri, kama siku ile nilitoa mfano kwamba huwezi kula karanga na maganda yake. Hivi unaweza kula karanga na maganda yake? Labda karanga, kuna watu wengine wa roho, karanga mbichi kuna mwingine anakula hivyo. Kuna watu wanajua kutenganisha karanga na maganda humu ndani na anasema kabisa. Wako watu hatari sana. Hata samaki watu wanaokaa Ziwa Victoria, mimi nimewaona. Yeye samaki anakula tu. Nyama anaweka huko ndani kwa ndani. Nyama upande huu mifupa inatoka tu kama mashine. Hata tuje mfano mzuri, nazi. Unaweza kula nazi na koko lake. Nazi na kifuchi cha nazi inalika. Sasa na injili hii lazima tupasue nazi, tukutane na nazi ndani. Ukishika nazi uone kilichoko ndani. Maji ya mle ndani huwezi kuona, na ile nazi ya ndani huwezi kuiona. Sasa neno hili kuna watu wanakula na maganda yake.
Sasa hawapati ule utamu wenyewe. Mimi nimewamenyea maganda ya nazi, nakula nazi tupu katika jina la Yesu. Haleluya. Samaki nimeishatoa miba yote, nakula nyama tupu katika jina la Yesu. Haleluya. Hata kuku nimetoa mifupa yote, mnakula nyama tu kwa jina la Yesu. Haleluya. Hii ni siri ambayo vizazi vilivyotangulia injili ya kizamani zamani ilikuwa haijui. Sasa huu ni wakati wewe ujue, ili usifikiri hicho unachongangana nacho ni hicho tu. Kuna njia nyingine. Hicho unachoshangaa wewe kuna cha kushangaza kupita hicho, ambacho ndio hiki sasa. Haleluya. Hicho unachoogopa wewe, unachothamini wewe, kuna cha kuthaminiwa kupita hicho, ambacho ndio hiki. Haleluya. Hii inakufundisha utajiri usiopimika katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 10 Efeso 3 inasema hivi: ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa njia ya wewe ambaye ni kanisa, hekima ya Mungu ijulikane. Haleluya. Kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Mashetani lazima yajue kwamba umetambua siri, umejigundua kwamba wewe ni tajiri katika jina la Yesu. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hasa ukijiona tajiri leo kwa sababu ya neno hili, wewe ni tajiri kweli wa kudumu katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu tuende kwenye Warumi 8:19 mpaka 21. Mimi huwa nasoma hapa mpaka namshangaa Mungu, mpaka ninampenda Mungu bure, ananifanya niwe kichaa zaidi. Haleluya. Warumi 8 mstari wa 19 mpaka 21. Nasoma: kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi, vina kiu ya kufunuliwa wana wa Mungu. Vinawatafuta wana wa Mungu ni nani? Viumbe vyote. Viumbe vyote vinakutafuta wewe. Kwa nini? Hebu tuone hapa. Nasoma kwa jina la Yesu mstari unaofuatia wa 20. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Viumbe hivi mpaka vinamilikiwa na watu wasiomjua Mungu, vimetiishwa katika ubatili. Hiyo ni batili, hiyo ni feki, hiyo sio haki. Viumbe hivi vimekwenda mahala visikotakiwa. Hata wenyewe vinakutafuta wewe ambaye ni mwana wa Mungu, vije kwako katika jina la Yesu. Amen. Kwa njia ya kuonekana au sio ya kuonekana. Haleluya. 21. Nasoma kwa jina la Yesu. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Haleluya. Laiti ungeelewa hiki kitu kama ninavyoelewa mimi. Viumbe vyote, maana yake viumbe vyote. Viumbe vyote sasa unachagua mwenyewe. Unataka nini sasa katika viumbe vyote? Lakini hapa nafikiri watu wanatafuta pesa. Unataka pesa? Unataka pesa? Ni sehemu ya viumbe vyote. Inakutafuta na ina kiu kuja kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Huko iliko imetiishwa kwenye ubatili. Sasa naikomboa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu, inakuja kanisani katika jina la Yesu. Haleluya. Ninakomboa fedha zote za dunia nzima, za mataifa yote, za mabenki yote, za watu wote, za matajiri wote katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nazipatanisha na wewe. Haleluya. Viumbe vinatamani kwa shauku, vina kiu, vina haraka vikukute wewe katika jina la Yesu. Fedha inakutafuta katika jina la Yesu. Mungu ataiamuru baraka ikufuatie hata kama upendi, ili usimuaibishe katika jina la Yesu. Haleluya. Kolosai 1:26-27 inasema hivi. Nasoma kwa jina la Yesu. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Haleluya. Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri
wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kristo na neno ni kitu kimoja. Kristo ndani yako ni neno ndani yako. Sema, Kristo ndani yangu sio kitu cha ajabu, ni rahisi tu, ni neno ndani yangu, ni kweli ndani yangu, ni hekima ndani yangu, ni mambo ya mbinguni yaliyoko ndani yangu, ndio Kristo ndani yangu. Kwa hiyo nina utajiri usiopimika katika jina la Yesu. Haleluya. Twende wa Filipi 4:19. Mungu ni tajiri. Haleluya. Wa Filipi 4:19. Hii nataka tusome kwa pamoja. Sema hivi: na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Haleluya. Kwa utukufu ndani ya Kristo Yesu. Mungu atakujaza kila unachohitaji. Atakujaza kila unachohitaji. Na vitu vyote ni vya kwake, vya mbinguni na vya duniani. Fedha zote ni za kwake, viwanja vyote ni vya kwake, ardhi yote ni ya kwake, makampuni yote ni ya kwake, serikali zote ni za kwake. Sasa una wasiwasi gani? Mtu asinitaabishe, maana nimebeba mwilini mwangu chapa zake Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Hivi atakutaabisha mtu na hicho anachofanya? Mimi niko chuo kikuu mwaka wa 5. Sawa. Usinitaabishe. Mimi nimembeba Mungu ndani aliyekuumba wewe. Wewe ni kiumbe changu. Haleluya. Amen. Atakubebesha mtu na malori 20. Atakubebesha. Wewe ni zaidi ya hiyo. Haleluya. Atakubebesha. Mimi ni sultani. Wewe ni zaidi ya hiyo. Mimi ni mfalme. Wewe ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Bwana. Wewe ni Bwana wa mabwana. Yeye ni tajiri. Wewe ni tajiri wa matajiri. Haleluya. Yeye ni mwenyekiti. Wewe ni mwenyekiti wa wenye viti. Haleluya. Asikutabisha ukibeba chapa zake Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sana kusomea mahali pazuri mpaka utasimama. Mimi nafikiri hapa Hagai 2:6-9. Sema, nasomewa mahali pazuri mpaka nitapapenda. Hagai 2:6-9. Nikifika wa 8 nitasimama kidogo. Haleluya. Hagai 2:6 mpaka ule wa 9. Haleluya. Tusome sasa katika jina la Yesu. Nataka nisome tu peke yangu. Hagai 2, naanza 6. Nisikilize vizuri. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi: mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Atatikisa mbingu, atatikisa nchi, atatikisa mataifa yote. Haleluya. Na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini Mungu ameona akutajie hiki, akurahisishie, usiwaze sana ni vitu gani. Haleluya. Nasoma kwa jina la Yesu mstari wa 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali ya nani? Fedha ni mali ya nani? Na mwili wa Bwana ni nani? Ni wewe. Haleluya. Kwa hiyo sema, fedha ni mali yangu, kwa kuwa mimi ni mwili wa mwenye fedha. Mimi ni mwili wa mwenye fedha. Na dhahabu ni mali yangu. Mimi ni mwili wa mwenye dhahabu. Haleluya. 9. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Amen. Haleluya. Inawezekana ulikuwa na kacheo zamani. Kale kacheo ni kadogo sana kuliko cheo hiki unachopewa na Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Inawezekana uliwahi kumiliki vijisenti zamani,
Utamiliki mapesa na mapesa na mapesa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Inawezekana ulikuwa na sifa zamani, utakuwa na sifa kubwa kuliko zile. Utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Haleluya. Nani anampenda Mungu wa namna hii? Haleluya. Hata mimi nampenda sana Mungu wa namna hii. Haleluya. Mungu ni vitu bwana. Mungu una kitu alafu unasema na Mungu una Mungu gani? Mungu anamiliki vitu vyote, ni vya kwake. Sasa ukiwa na vitu, wewe ndio Mungu, na wewe ndio mwana wa Mungu, na wewe ndio Mkristo wa kweli. Haleluya. Kumbukumbu 28:8. Mungu analazimisha vitu vije kwako hata kama hutaki. Kumbukumbu 28 mstari wa 8. Nisikilize kwa makini sana. Sasa ninaposoma hapa, mnyoshie kidole mwenzio na useme pamoja na mimi. Mnyoshie kidole mwenzio. Sema hivi: Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Ije juu yako. Nimesema hivi maana nadhani usikii. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Haleluya. Nani anagundua kitu hapa? Katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Umetafuta wewe? Watu wanatafuta viwanja hapa. Utapewa nchi na Bwana. Amen. Na Tanzania ni nchi unajua. Na Kenya ni nchi. Utapewa nchi, sio kiwanja. Unatoka nchi gani? Natoka Tanzania. Mungu atakupa nchi, sio kiwanja. Haleluya. Na ataiamuru baraka kwenye hiyo nchi aliyokupa katika jina la Yesu. Haleluya. Hamna raha kama hiyo. Ni kuelewa tu ukweli na kuishi kwenye ukweli huo. Haleluya. Sasa Mkristo ni mzao wa Ibrahimu na ni mrithi wa ulimwengu wote. Wewe kama ni Mkristo ni mzao wa Ibrahimu na ni mrithi wa dunia nzima. Ni mrithi wa nchi zote katika jina la Yesu. Haleluya. Galatia 3:29. Nasoma kwa jina la Yesu. Na kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kama wewe ni Mkristo, Mungu ameahidi kukurithisha mambo yote ya Ibrahimu. Ni mambo gani hayo? Warumi 4:13. Warumi 4:13. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Haleluya. Kuna haki unayohesabiwa wewe kwa kumwamini tu Mungu, kwamba na wewe umeahidiwa kuwa mrithi wa ulimwengu wote, mrithi wa nchi nzima, mrithi wa vitu vyote. Ni wewe kama wewe ni Mkristo. Tatizo watu ni wanachama wa dini zao. Ukiwa mwanachama wa dini hii upate. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Zaburi 2:8 inakukumbusha maombi yako unaomba nini. Unaomba vitu vidogo vidogo, Mungu hataki, anataka uombe mambo makubwa. Haleluya. Zaburi 2:8, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Mataifa yote kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Wewe ndio mmiliki kwa sababu wewe ni mwili wa Kristo, na Kristo mbingu na nchi zote ni za kwake. Na Kristo ni wewe. Haleluya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Ibrahimu ndivyo alivyoambiwa. Aliambiwa atoke kule alikokuwa kwa wazazi wake, Uru wa Wakalidayo, aende mahali pengine papewe nchi, jina lake likuzwe, na yeye awe baraka kwa ulimwengu mzima. Haleluya. Na amfanye kuwa taifa kubwa. Tazama Mwanzo 12. Nasoma mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka.
nami nitawabariki wakubarikio, na yakulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya. Ahadi zote alizoahidiwa Ibrahimu ni pamoja na uzao wake, na uzao wa Ibrahimu ni Wakristo wote. Haleluya. Hii iko mwanzo huku kabla ya agano la kale, lakini hii ni agano jipya. Agano la kale ni Torati ya Musa. Wakati huu Musa alikuwa hajazaliwa. Haleluya. Agano la kale ni Torati ya Musa. Mambo ya Ibrahimu ni agano jipya. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujielewe, nia ya Mungu ni kulikuza jina lako na kukufanya wewe kuwa taifa kubwa, na jamaa zote za dunia watabarikiwa kupitia wewe. Lakini atakaye kulaani, bahati mbaya, atalaanika automatic. Haleluya. Atakaye kubariki na yeye atabarikiwa. Haleluya. Ibrahimu ni mtu pekee katika Biblia aliyerekodiwa kwamba alikuwa anatoa zaka kamili na utajiri wake ni wa milele. Ibrahimu ni mtu pekee kwenye Biblia aliyerekodiwa kwamba alikuwa anatoa zaka. Na yeye Ibrahimu zaka yake alikuwa anampa Yesu moja kwa moja. Yesu kabisa alikuwa anakuja kutembea duniani kuja kuchukua zaka kwa nani? Kwa Ibrahimu. Ni kwa sababu watu sasa hawasomi Biblia. Na ukitazama kule kwenye Mwanzo hii 18 na 19 unakuta Yesu amekuja na malaika wawili kwa Ibrahimu kula chakula, na malaika wale akawatuma kwenda kuchoma miji miwili ya Sodoma na Gomora. Kwa hiyo mwenzetu Ibrahimu zaka yake alikuwa anatoa kwa Melkizedeki, mfalme wa Salemu. Hana mwanzo wala mwisho, hana baba wala mama. Yeye ni kuhani mkuu wa Mungu aliye juu. Haleluya. Sasa tazama hii Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka wa 20. Umtazame mzee Ibrahimu, na wewe ukiwa ni uzao wake. Nasoma kwa jina la Yesu. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Haleluya. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Haleluya. Ibrahimu ndio mtu pekee ambaye amerekodiwa anatoa fungu la 10 kwa Yesu Kristo. Melkizedeki ni Yesu. Anamwambia ubarikiwe sana wewe na Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Hasa na wewe ubarikiwe sana katika jina la Yesu, ukielewa kwamba formula ya wewe kubarikiwa sana na Mungu aliye juu sana ni kutoa zaka kama Ibrahimu. Ni njia pekee, ni maarifa pekee, ni ujanja pekee wa kumchezea adui yako na kumpepeta kama karanga. Haleluya. Haleluya. Utajiri wa Sulemani, Daudi, Ayubu ulikuwa na mwisho kwa sababu hawakutoa zaka. Hatuoni mahali popote Daudi anatoa zaka. Sulemani alikuwa ni tajiri wa matajiri wote duniani. Hatuoni mahali anatoa zaka. Ila alitoa sadaka tu, alijenga jengo na nini. Hatuoni Ayubu, mtu anayependwa aliyebarikiwa sana upande wa mashariki, hatuoni anatoa zaka mahali popote. Na ndio maana utajiri wao umefutika. Sisi ni warithi wa Ibrahimu, wala sio Sulemani, wala sio Daudi, wala sio Ayubu. Haleluya. Hao watu hawajarekodiwa kama wanatoa zaka. Na ndio maana vitu vyao vimefutika hivi kimya kimya tu. Haleluya. Ukitaka utajiri wa Ibrahimu ambao ni urithi wa Mkristo, basi toa zaka ili mwili wa Kristo ufahamike kwa utajiri wake. Unataka mwili wa Kristo uanze kujulikana kirahisi kwa njia ya utajiri, anza kutoa zaka kama baba yako Ibrahimu. Yeye ni baba wa imani na ni baba wa Wakristo wote wanaotoa zaka. Na yeye utajiri wake ni wa milele, haufutiki. Maana wewe ni uzao wa Ibrahimu. Unapokuwa tajiri wewe, Ibrahimu bado anatajwa. Ibrahimu bado anatajwa. Sulemani atajwa tena, Daudi atajwa tena, Ayubu atajwa tena kwenye utajiri. Kwenye kumiliki ardhi, kwenye kulikuza jina lako, kwenye kukufanya wewe kuwa taifa kubwa, Ibrahimu bado anaendelea mpaka sasa. Haleluya. Sasa Mathayo 6:33, kila siku tunasoma,
Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote mtazidishiwa. Vyote vya mbinguni na vya duniani tumesema ni mali ya nani? Mali ya Yesu, na mwili wa Yesu ni wewe. Lakini ukiutafuta kwanza ufalme wake ndio unapata. Haleluya. Twende Malaki 3 mstari wa 7 mpaka 12. Hapa nitasoma kwa jina la Yesu. Malaki 3 ni kabla ya Mathayo. Kabla ya Mathayo. Malaki 3 nasoma mstari wa 7 mpaka wa 12. Nasoma kwa jina la Yesu. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Watu wanaanza kumuuliza Mungu. Mungu anaposema nirudie mimi ni neno. Na wewe ipokee neno langu na ulitii na uliamini, nitakurudia. Kwa nini? Kule kwa baba zetu walikuwa hawajui neno, na mambo haya yamefichwa kwenye neno, na ndio maana siri hizi zilikuwa zimesitirika kwao, hawakujua. Sasa wewe umelipokea neno la Mungu, ukiliamini na kuanza kulitendea kazi, Mungu atakurudia wewe katika jina la Yesu. Kwa hiyo tuliyempoteza, hatukupoteza vitu vipo. Tulimpoteza Mungu. Mungu alituacha. Sasa tumrudie yeye ili na yeye aturudie sisi. Haleluya. Ndipo tutauona mkono wake. Kanisa sehemu nyingi linatembea kwenye laana kwa sababu ya kutoelewa alichosema nani? Mungu. Sasa mstari wa 8 naendelea katika jina la Yesu. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Unaona watu wabishi kule wanasema tukurudie kwa namna gani? Tumekuibia nini? Hivi hewa hii univuta ni mali ya nani? Unalipa shilingi ngapi kwa ajili ya hewa? Nchi yako changia shilingi ngapi na kumlipa Mungu kwa hewa yake? Jua hili. Kumekucha, tuamkeni, ndege wanalia. Jua ni la kwako. Hivi Mungu akiamua asilete jua, itakuwaje? Ardhi akuachie. Na kazi yako hapo unapofanya akuachie. Lakini jua azime, utafanya nini? Sasa ndio tunamuibia Mungu hewa, tunamuibia Mungu jua, tunamuibia Mungu mbalamwezi, tunamuibia Mungu nyota, tunamuibia Mungu. Watu wengine mpaka saa 3 bado wanaota jua. Hilo jua unaota ni la kwako. Mtu mwingine hataki, anasema joto, nataka kukaa chini ya mti nipunge upepo. Huo upepo ni wa kwako. Hapo chini ya mti ni pa kwako. Mti ni wa nani? Tunamuibia Mungu vitu vingi. Hii pumzi ukivuta ndani na kutoa ni mali ya nani? Ya Mungu. Lazima ujue umeiba hiyo kama hujalipa nini? Zaka. Hebu mwambie mwenzako, mwambie ndugu yangu, tumuogope Mungu. Hiyo hewa unayovuta unaingiza, unatoa. Unaingiza, unatoa. Kama hujalipa zaka ni mwizi. Pamoja na kwamba wewe unasema tumekuibia kwa namna gani, mimi ndio nakuamsha usingizini. Amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Haleluya. Hasa 9 panakuja mambo magumu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Mtu yoyote anayeota jua, anayetumia mwanga wa jua, labda ugome useme mimi situmii jua. Una tochi yako hata mchana unatembea kwa tochi. Unatembea kwa tochi. Na itakuwa ni uzushi kwa sababu hiyo tochi haitafanya kazi kwenye jua. Hasa ni afadhali tu ukubaliane na ukweli kwamba tochi yako haifanyi kazi, unatumia jua la nani? La Mungu. Haleluya. Sasa Mungu anasema hivi, mstari wa 10 Malaki 3. Leteni zaka kamili ghalani, Ibrahimu walivyofanya, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi,
mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kuweka au la. Kule kwenye Hagai tumefurahi sana. Atazitikisa mbingu, atatikisa nchi, atatikisa mataifa yote, yalete vitu vinavyotamaniwa na mataifa vitakuja kwako, sio bure, mpaka umchokoze, umjaribu. Kwa nini? Kwa zaka kamili, ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Hasa mstari wa 11 ni mzuri. Kama utakubali, utatii, anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na 12, na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Unataka kuwa nchi ya kupendeza sana? Unataka mataifa wakuite heri? Unataka Bwana awakemee maadui zako? Unataka awakemee wanaotaka kula chochote kwako? Basi njia ni rahisi. Toa tu zaka. Zaka ni sehemu ya 10 ya chochote unachopata. Unaachiwa 90. Haleluya. Unaachiwa ngapi? 90 ni za kwako. Haleluya. Siwezi kuacha kusema hadithi. Mwanadamu sijui yukoje, ana roho ngumu kweli kweli. Kuna mwanadamu mmoja alifunga na kuomba, anaomba $1,000 kwa Mungu. Na akasema hivi, ukinipa hizo $1,000 wewe Mungu, mimi nitakutolea zaka kabisa $100. Ameahidi, na ndivyo ilivyoandikwa kwamba atoe nini? Zaka. Mungu akawa mwepesi kweli kweli. Alipotoka kwenda barabarani hivi, anaenda mahala kichochooni, akakuta minoti $100 ziko 9. Haleluya. Lakini yeye alikuwa anaomba dola ngapi? 1,000. Akaokota, akahesabu 1, 2, 3, ziko 9. Na kila moja ni $100. Kwa hiyo ni $109. Akasema, yaani Mungu nimekuogopa. Na zaka umechukua kabisa mwenyewe. Kwa hiyo umeniachia zangu. Jamani, ndivyo walipopatana na Mungu. Chochote unachokikuta lazima ukitolee nini? Zaka. Eti yeye aliomba $1,000. Alipokuta dola ni 900, akaona hii 100 mbona haipo? Mungu amechukua kabisa. Hebu mwambie mwenzio, Mungu hachukui kabisa. Zaka utapeleka wewe katika jina la Yesu, kwa usalama wako. Haleluya. Mchezo wa kusema Mungu umechukua kabisa, umechukua kabisa, hamna. Mungu hachukui kabisa. Kama alivyokupa wewe kabisa, na wewe anataka upeleke kabisa. Haleluya. Sasa njia pekee ya kufanikiwa ni kumtii Mungu katika maeneo haya ya utoaji zaka, ndipo kazi ya msalaba itafanya kazi kwako. Wakorinto wa 2:8 mstari wa 9. Hebu tusome kwa pamoja mstari wa 9. Sema hivi, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Haleluya. Injili ni kutangaza utajiri, hakuna kingine. Hii mambo ya kutoa pepo, mambo ya kuponya magonjwa, hii kila mahala inafanyika jamani. Lakini kwenye utajiri, mimi bado nina alama ya kuuliza. Kutoa pepo mpaka kwenye dini unatoa siku hiyo. Chinjwa kwa jina la Yesu, chinjwa. Lakini suruali imeanza kutoboka, viatu vimepinda, lakini pepo anatoka. Hasa hiyo ni injili nusu. Injili kamili ni utajiri wa Yesu Kristo katika mwili wa Kristo. Haleluya. Alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri, maana mwili wake ni sisi. Utajiri wake utadhihirika kupitia wewe na mimi katika jina la Yesu. Haleluya. Tazama Methali 3:16. Methali 3:16. Nasoma kwa jina la Yesu. Na wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Wingi wa siku katika mkono wa kuume wa nani? Wa Yesu Kristo. Utajiri na heshima ameushika kwenye mkono wa kushoto. Na mara nyingi mkono wa kushoto ni rahisi kuchoka,
ni rahisi kuachilia utajiri uje kwako na heshima ije kwako. Haleluya. Injili ni utajiri mtupu unafundishwa, lakini jambo hili lilikuwa siri huko nyuma, watu hawakujua. Haleluya. Kumbu 8:18 inasema hivi, nasoma kwa jina la Yesu. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Hivi utamkumbuka Yesu kama hajakutajirisha? Utamkumbuka Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, kwa sababu utajiri na heshima ziko kwenye mkono wake wa kushoto. Atakupa nguvu za kupata utajiri ili ulifanye imara agano lake, ili uliimarisha agano lake, ili neno la Mungu liweze kufundishwa kwa urahisi. Kwa hiyo unapotaka kutajirika, nia yako ya kutajirika iwe kurahisisha kazi ya Mungu. Hebu mwambie mwenzio, mwambie unapotaka kutajirika, badilisha nia kwenye moyo wako. Nia yako ikiwa kurahisisha injili, kurahisisha kazi ya Mungu kwa utajiri wako, ni lazima utatajirika. Haleluya. 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 Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Njia ya kutajirika ndio hii. Njia ya kutajirika sio kugombea cheo. Njia ya kutajirika sio kufanya tu biashara. Njia ya kutajirika ni kutoa zaka ili upate nguvu ya kupata utajiri, na ile zaka yako itakwenda kuimarisha agano la Mungu, ili neno la Mungu liweze kuendelea mbele, liweze kushinda kwa nguvu zaidi, katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa hapa mimi naogopa hata kusoma. Hebu sema hivi, Kumbukumbu 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Mchungaji anaogopa kusoma. Haleluya. Hebu sikiliza jamani, injili ya wazi. Kumbukumbu 15 mstari wa 4 nitasoma, halafu nitakwenda wa 5, nitakwenda wa 6, raha tupu. Nasoma kwa jina la Yesu. Mstari wa 4. Lakini hawatakuwako masikini kwenu. Narudia tena. Lakini hawatakuwako masikini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki, iwe urithi wako. Hairuhusiwi na sio injili kuwa masikini kwa Yesu Kristo. Mwili wa Yesu wote ni tajiri. Hivi unaweza kuwa tajiri mkono tu, lakini miguu maskini? Unaweza kuwa tajiri umenunua koti la 300,000, lakini huku chini umevaa mchinjo wa kiboroni wa 500. Unaweza hivyo? Ukiwa tajiri ni mwili mzima. Hawatakuwepo maskini, hawatakuwepo maskini, hawatakuwako maskini. Haleluya. Haya, tuendelee mstari unaofuata wa 5. Kwamba usaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo kuyafanya. Ni lazima kutii hiki ninachokuambia kwa usalama wako wewe mwenyewe. Hiki ndio maisha yako. Haleluya. Kwani Bwana Mungu wako akubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi. Narudia, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena, utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao, katika jina la Yesu. Haleluya. Ukiwa maskini, kutawaliwa ni lazima. Maskini kutawaliwa ni lazima. Unakuwa mnyonge. Hata kuna mahala unakwenda kugonga, una injili ya kweli kabisa getini, hasa wakucheke ulivyokaa, wanafikiri mwizi. Wanaweza kufungulia bobi ukatoka mbio. Lakini ukienda na vitu vikali, una gari kali Rolls Royce, wengine hata hawajawahi kuiona, una Lamborghini, una Hama, magari mazito mazito, unaingia kwa mtu unagonga, watu wanafungua upesi, wanafikiri sijui kaingia ndani. Haleluya. Ukifika pale unasema nimeleta habari njema za Yesu Kristo, na wakikutazama kweli wewe ni mwema. Maana yake umekuja na gari kali, umekuja na nguo kali,
uso wako unameremeta, tumaini liko kwako. Haleluya. Nasema kweli, nasema uongo? Hivi umekwenda kuhubiri injili na kanda mbili, moja nyekundu nyingine ya blue, watafungua geti? Hamna. Tunaharibu injili ya Mungu, tunajeruhi injili ya Mungu. Hasa tumtii Mungu tuweze kuwa juu, tuweze kuyatawala mataifa mengi, tuweze kukopesha mataifa mengi, na tusikope sisi katika jina la Yesu. Tuwe nchi ya kupendeza sana katika jina la Yesu. Mtu akiwa tajiri ni mwili mzima. Sema, mtu akiwa tajiri ni mwili mzima. Mwili wote wa Yesu ni tajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ana vitu. Haleluya. Hakuna ubishi hapa. Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ana nini? Ana vitu. Yaani ni tajiri sana. Na Mungu ni mimi na wewe tunaolithamini neno lake. Sisi ndio mwili wa Mungu, ndugu zanguni. Yesu si ni Mungu? Mwili wake si ni wewe? Hasa wewe unaitwa Mungu kwa sababu wewe ni mwili wa Mungu. Ndio maana Zaburi 82 inakutetea. Mimi nimesema ndinyi miungu wana walie juu. Sasa unaitwa Mungu kwa sababu una vitu. Unaitwa Mungu kwa sababu unatawala mataifa yote. Unaitwa Mungu kwa sababu wewe unakopesha mataifa yote. Unaitwa Mungu kwa sababu fedha na dhahabu ni mali yako. Unaitwa Mungu kwa sababu umebeba hekima ya Mungu, umebeba uzima wa Mungu, umebeba nguvu za Mungu, umebeba utiishi wa Mungu, umebeba utukufu wa Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa unakuaje Mungu? Kila siku tunasema. Yesu akaja akasema hivi: ikiwa wale waliojiliwa na neno la Mungu wanaitwa miungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Sasa ukilithamini neno hili la Mungu ndio unaitwa Mungu. Ukilipuuza unakuwa mtu. Hebu mwambie mwenzio, ukipuuza neno wewe ni mtu wa kawaida. Ukilithamini wewe ni Mungu wa kupita kawaida. Haleluya. Unakuwa chotara. Mwambie unakuwa chotara. Unakuwa Mungu mtu. Unakuwa mtu Mungu. Wewe mwenyewe Mungu, wewe mwenyewe mtu hapa duniani, na unamiliki vitu vyote katika jina la Yesu. Haleluya. Tangu Mungu alipokuwa na kuumba hiki kitu alikupa. Sasa wewe ulikuwa huna habari. Tangu Mungu alipokuwa na kuumba hiki kitu alikupa. Alikupa wewe uwe mtawala wa nchi, uwe umebarikiwa, uwe na raha, uwe na amani, utiishe viumbe vyote vinavyokwenda juu ya uso wa nchi. Hiki kitu uliumbwa nacho. Hebu mwambie hiki kitu uliumbwa nacho. Utajiri uliumbwa nao. Mamlaka uliumbwa nayo. Madaraka uliumbwa nayo katika jina la Yesu. Tazama Mwanzo 1 ulipokuwa unaumbwa wewe mtu. Mwanzo 1:26 mpaka 28 nasoma kwa jina la Yesu. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Pale ulipokuwa unaumbwa tu, Mungu alijua unakuja kutawala nchi na unakuja kutawala kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi. Kumbuka kwamba wakati wewe unaumbwa, shetani tayari alikuwa ameshatupwa hapa duniani, na yeye ni kiumbe chenye uhai. Shetani huyo ni kiumbe chenye uhai. Wewe ulipokuwa unaumbwa, madhumuni ya Mungu uweze kumtawala shetani aliyoko juu ya nchi, maana ni kiumbe chenye uhai. Haleluya. Uweze kutawala kila kitu. Sasa kwenye haya mambo ya fedha, mambo ya utajiri, haupatikani kwa maombi. Nenda funga mlimani siku 40, siku 100, siku 200, utarudi umechaka. Hatuombi fedha, bali tunatimiza tu maagizo, na fedha zinaletwa na Mungu. Fedha, utajiri
vinapatikana kwa utii, sio kwa maombi. Kutii nini? Maagizo. Wapeni watu vitu na nyinyi mtapewa kwa kipimo cha kushindiliwa na kusukwasukwa na kumwagika. Bwana Yesu alisema ni heri kutoa kuliko kupokea. Toeni zaka, kiwemo chakula, ili agano la Mungu liweze kuwa imara, ili mwili wa Kristo ujulikane kwa utajiri wake. Haleluya! Huyo mtumishi ukimpelekea, na yeye atajulikana kwa utajiri wake. Na wewe Mungu utakuwa umemchokoza, atatikisa mbingu na nchi, mashariki, magharibi, kaskazini, na watu wa mataifa yote watakuletea wewe chochote unachotaka. Mungu wangu atakujaza kila unachohitaji sawa sawa na utajiri wake, katika jina la Yesu. Sasa Matendo ya Mitume ile 17:24-25 inasema hivi. Nasoma kwa jina la Yesu. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikii kwa mikono ya wanadamu kana kwamba yeye ndio anahitaji kitu chochote. Kwa maana yeye ndiye anayewapa wote uzima, pumzi na vitu vyote. Wote wanapewa vyote kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sio ujanja, sio nini. Ni neema ya Mungu inakupa vitu. Sasa 16, huwezi kumpenda Mungu alafu akakuaibisha. Hakuna kitu kama hicho mbinguni wala duniani. Huwezi kumpenda Mungu akakuaibisha. Ukiwa kichaa kwa Mungu, naye Mungu anakuwa kichaa kwako. Haleluya! Yaani uking'ang'ana na Mungu, ng'ang'ana muda wote unamtafuta Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Akakugundua Mungu kwamba unautafuta ufalme wake, mimi nakuhakikishia na yeye atakujaza, akujulishe kwamba yeye ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni tajiri wa matajiri. Haleluya! Galatia 6:7-9 unasema hivi. Nasoma kwa jina la Yesu. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Haleluya! Unapompa Roho wa Mungu zaka, basi yeye akupa uvune vitu vya mwilini na baraka tele. Haleluya! Lakini jambo hili linataka uvumilivu. Mstari wa 9 unasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Utavuna kwa wakati wake usipozimia roho. Nyenyekeeni chini ya mkono hodari wa Mungu, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, maana yeye hujihusisha sana kwenye mambo yenu. Haleluya! 17, tunamalizia somo letu. Zaka unayotoa ndio maisha yako ya baadaye. Kama ulikuwa hujui, zaka unayotoa wewe ndio maisha yako ya baadaye. Fedha unayoitumia sasa ndio imekwenda, inaondoa shida yako ya sasa. Na kuna watu walikuwa na fedha nyingi wakafilisika, wakaaibika wapi? Mwishoni. Yeremia 29:11 anasema, na yajua mawazo ninayowazia nyinyi, si mawazo ya mabaya, bali ni mawazo ya mema, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Fainali uzeeni. Ukitoa zaka huaibiki wewe, wala uzao wako, wala wajukuu zako. Mimi nakuhakikishia katika jina la Yesu. Haleluya! Kwa hiyo zaka unaotoa ndio maisha yako ya baadaye. Lakini unapokula zaka, unajiroga we mwenyewe na uzao wako. Unajiroga we mwenyewe na uzao wa tumbo lako. Hebu mwambie mwenzio, zaka unayoitoa inakuhakikishia wema, mafanikio, ushindi kwenye maisha yako ya baadaye na kizazi chako. Ukila zaka, unajiroga wewe mwenyewe na watoto wako. Kama hujihurumii wewe, basi hurumia watoto wako. Wewe inawezekana, hamna tatizo bwana, mimi miaka yangu 50, kwani nataka nini? Hata kama nitapata tabu zimbaliza miaka 2 tu kufa. Watoto wako, una huruma ya watoto. Watoto wako uliwaleta kufanya nini hapa? Ukizaa watoto, usifikirie tu idadi ya watoto. Usifikirie idadi ya watoto uliowazaa. Fikiria maisha yao yatakuwaje. Maisha ya watoto wako yako kwenye zaka unayotoa.
katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kama hujihurumii wewe, wahurumie watoto kwenye hiyo zaka. Haleluya. Isaya 1:19 inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Ukikubali na kutii nini? Ukikubali neno hili kwamba linatoka kwa Mungu na ni kweli na umeliamini, anza kutoa zaka. Ni kwa faida yako na kizazi chako. Maadui zako wote watakemewa. Shida zote zitashughulikiwa na nani? Na Mungu. Na baraka Mungu ataziamuru zikujie wewe. Atatikisa pande zote, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, mbingu, nchi, bahari, mataifa yote watakutafuta wewe, maana umeitwa heri. Haleluya. Watajibariki watu kwa jina lako. Mimi nakuhakikishia. Ila sasa ukiacha kutii, ndio nimesema unawaloga watoto wako. Kumbukumbu 28:15. Hebu sema ukiacha kutii umewaloga watoto wako. Haleluya. Nasoma Kumbukumbu 28:15. Lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Sasa unataka laana? Baraka za Mungu ziko wazi. Zilikuwa zimefichwa, zilikuwa zieleweki. Sasa zimefunuliwa, sio zimefunuliwa tu ili uelewe. Zimefunuliwa ili upokee katika jina la Yesu. Haleluya. Tutazame habari ya watoto hii, tuhurumie watoto jamani. Zaburi 112 mstari wa kwanza na wa pili. Kama hujihurumii wewe, hurumia watoto wako. Nasoma kwa jina la Yesu. Haleluya. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Ukigeuka sasa ukaanza kumaanisha kwenye habari ya kusimama na Mungu, kwenye kutoa zaka, kizazi chako, uzao wako, watoto wako watabarikiwa. Haleluya. Mimi nina uhakika watoto wangu kubarikiwa. Sijawahi kuiba zaka hata siku moja. Haleluya. Haleluya. Zaburi 35:27. Zaburi 35:27. Kwa jina la Yesu nasoma. Zaburi 35:27. Nasoma kwa jina la Yesu. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Na waseme daima, atukuzwe Bwana, apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Unapopendezwa na haya maneno, shangilia na kufurahi, kwa sababu una uhakika wa maisha yako ya baadaye, na watoto wako umewatengenezea maisha, na wajukuu zako umewatengenezea nini? Maisha. Methali 13:22. Wajukuu nao wamo, hawateseka kwa sababu yako. Methali 13:22. Nasoma katika jina la Yesu. Hebu tusome kwa pamoja. Sema hivi, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Mtu yoyote asiyetaka kutii anajiweka katika hali ya kufukarishwa na Mungu, na mali zile zikaenda kwa mwenye haki, kwa watoto na kwa wajukuu wa mwenye haki. Ina maana wewe unaweza ukawa tajiri, siku kifa utajiri wako na wenyewe umekufa, watoto wako wanabaki maskini, wajukuu zako wanabaki maskini. Hiki kitu mimi nakijua kabisa. Kuna watu wanarithi mali za baba yao, nyumba ya milioni 100 wanakuja kuiuza kwa milioni 10, na anakuja kununua mtoto wangu au mjukuu wangu. Haleluya. Au mtoto wako au mjukuu wako. Manake wanakuwa hawajielewi, wako nyaka, wanakula unga tu. Kwa hiyo anatafuta hela ya kulewea. Jumba la milioni 100 anakuja anakopa kidogo kidogo, au anaweka rehani. Anaweka rehani kwa bwana, wewe nipe bwana hata milioni 20 tu. Alafu baada ya miezi 3 nitakurudishia. Nisiporudisha hii nyumba ya kwako. Hamjawahi kusikia hicho kitu? Mtu anapata kitu cha thamani sana kwa sababu alikiweka rehani, ameshindwa kukikomboa, na mmeandikishiana mpaka kwa advocate.
Unataka watoto wako wawe hivyo? Sasa usiwaloge watoto wako. Hebu wabariki watoto wako katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa ni lazima kuelewa na kuamini mpango huu wa Mungu wa kukutajirisha wewe. Ni lazima, ili usimwaibishe Mungu. Wewe ndio mwili wa Mungu. Wewe ndio mwili wa Kristo. Utajulikana kwa utajiri wake, kwa mali zake, kwa mamlaka yake, kwa uzima wake, kwa nguvu zake, kwa kutawala mataifa yote na kukopesha mataifa yote katika jina la Yesu. Haleluya. Baada ya kusema maneno haya, tusimame. Unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili, 0767 40 97 40 na 0767 40 98 40. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia simu 0715 40 98 40. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784 40 98 40. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.yamiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/Amiki Ministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.